Asante kwa wema wako na ukuu wako. Asante kwa kuendelea kutulinda, kutujalia nguvu na afya njema. Asante kwa kuendelea kumlinda kila mmoja. Asante kwa ajili ya makanisa yako matakatifu na waliowaita kwa mwito mtakatifu kwa njia ya imani. Baba, jina lako limidiwe na ufalme wako uje katika kipindi hiki. Baba, kila mtu akapate kubarikiwa na kuvushwa na kupandishwa viwango vingine kwa ajili ya utukufu wa jina lako, katika jina la Yesu Kristo, amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninakualika katika kipindi hiki. Leo ni siku ya pili ya mfungo na maombi ya kuomba kupandishwa viwango vingine ndani ya miezi 6 ijayo. Leo ni siku ya pili, na jana tulikuwa tunaongelea na tunaomba kwa ajili ya toba na utakaso, kwa sababu toba na utakaso ni msingi wa kupandishwa viwango vingine. Na leo ni siku ya pili ya maombi yetu ya kuomba kupandishwa kwenda viwango vingine katika miezi 6 ijayo. Na siku ya leo tutaenda kuomba kwa ajili ya kuvunja nguvu za zamani, kuishi utambulisho mpya ndani ya Kristo. Kifungu kikuu ni Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari 17, nasema, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Kwa hiyo tunaenda kuvunja nguvu za zamani ili kila moja aishi utambulisho mpya. Haleluya. Kwa baada ya toba tuliyoiona siku ya kwanza, baada ya toba, baada ya kuomba maombi ya toba, hatua inayofuata ni kuvunja nguvu za zamani, kwa sababu watu wengi wanatubu lakini bado wanaishi chini ya historia mbaya, wanaishi chini ya mifumo ya ukoo, wanaishi chini ya tabia za zamani. Na siku ya leo Bwana anaenda kukufungua kwa jina lake Yesu Kristo. Na siku ya leo tunaenda kutangaza kufunguliwa. Tunaenda kuvunja kila mifumo na nguvu za zamani ambazo zimekuwa ni fatilizi katika maisha yako. Kwa uwezi kuingia. Kwa hiyo uwezi kuingia kiwango kipya ukiwa bado umefungwa na maisha ya zamani. Ni vigumu kuingia kiwango kipya cha maisha, kiwango kipya cha huduma, kiwango kipya cha kazi ulionayo angali bado umefungwa na maisha ya zamani. Ni vigumu kupokea neema ya juu zaidi na kupandishwa bila kuacha na kuvunja mifumo ya maisha ya zamani. Kuna watu ambao watambui nini maana ya nguvu za zamani. Nguvu za zamani ni mfumo au nguvu zinazotokana na maisha yako ya zamani. Ukumbuke kuwa kabla hujaokoka kuna aina ya maisha uliyokuwa unayaishi. Kuna mwenendo uliokuwa nao kabla hujaokoka. Kwa hiyo na mwenendo huo umechukua nafasi na ulichukua nafasi katika maisha yako. Na ndio maana unajikuta maisha yale ni vigumu kuyaacha. Maana hivyo ni vifungo vinavyozuilia usipandishe kwenda kiwango kingine. Kwa maisha yako ya zamani yanakuwa ni sehemu ya kizuizi cha kupandishwa kiwango kingine. Lakini pia kuna mifumo au nguvu zinazotokana na familia au koo. Umetoka katika familia, koo ambazo hazijaokoka, familia za kiumaskini, familia ambazo sio wasomi, hawajaendelea kwa jambo lolote. Kwa hiyo mfumo ule ule unakuwa unakutafuta wewe pia uweze kukumeza. Kwa nini tunaomba maombi ya leo ya kuvunja nguvu za zamani au mifumo ya zamani?
ili tuweze kujitenga na mifumo ya kifamilia na ukoo, ili tuweze kujitenga na maisha ya zamani, mifumo ya maisha ya zamani. Lakini pia kuna mifumo ya dhambi za mazoea, na kuna nguvu ya dhambi ya mazoea. Kuna dhambi ambazo umekuwa ukizizoea, kuna mienendo ambayo umekuwa ukizizoea, na kwako imekuwa ni kama desturi. Tunavyoenda kuomba katika siku njema ya leo ni kuvunja nguvu za zamani, ili uweze kuishi utambulisho mpya, ili uweze kuacha mazoea ya dhambi. Bwana anakuhitaji upate kuacha mazoea ya dhambi na kuvunja minyororo ya mazoea ya dhambi, kila connection na kila muunganiko unakufanya uwe na mazoea ya dhambi, ili uweze kushinda kwa jina la Yesu Kristo na kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Lakini pia mifumo au nguvu zinatokana na maneno yaliyosemwa juu yako. Kabla hujaokoka, mabibi, mababu, ndugu, kuna waliosema maneno juu yako, walikwambia na walikutamkia, huenda hutomaliza shule na umejikuta kweli hujamaliza shule. Walikutamkia hautoendelea, na kweli haujaendelea hadi sasa, na hadi leo hii unavyosikiliza ujumbe huu na unasikiliza ibada hii. Kuna maneno yaliyosema juu yako yamekuwa yakiishi, kwa sababu maneno yanaishi, na maneno na kinywa kinaumba. Kuna waliosema maneno mabaya juu yako, umejikuta ukiishi katika mfumo wa maisha fulani ambao mfumo ule ulitamkiwa, na nguvu ya mfumo ule unajikuta huwezi kuondoka ndani yake. Walikwambia utakuwa maskini, na vivyo hivyo hadi leo umekuwa mtu mzima, umekuwa, lakini bado naishi maisha ya chini. Na kwa mantikio hata wewe mwenyewe umeanza kujitamkia kuwa kweli mimi ni maskini. Nataka nikwambie ya kuwa wewe sio maskini, na umeshakwisha kushinda toka miaka 2000 iliyopita. Yesu Kristo amekuja kwa ajili ya haja na shida ulionayo wewe, na ndio maana alikufa msalabani kwa ajili yangu na wewe. Kuna watu ambao wanakuwa wanaishi katika minyororo na mifumo na nguvu zinazowazuilia. Unajikuta wanaahirisha baadhi ya vitu, unajikuta wana roho zinazotawanya, wana roho za umaskini unaojirudia kwenye familia. Angalia maisha ya familia yako au ukoo uliotoka. Ikiwa kuna umaskini unaojirudia, ameanza baba, amekuja kaka mkubwa, kaka mwingine, ndugu mwingine, baba mdogo, umaskini unaojirudia, unajikuta hata wewe umaskini vivyo hivyo na kutafuta. Mfano, unajikuta kushindwa mara kwa mara. Ndugu zako wamepambana, wameshindwa. Baba alipambana akashindwa, kaka akapambana akashindwa, ndugu wote wakapambana wakashindwa. Wewe unabidi uweze katika jina la Yesu. Unabidi uweze, kwa sababu umezaliwa. Anasema mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Ya kale ni yapi? Ya kale ni yale ya kushindwa mara kwa mara. Unaenda kuweza katika jina la Yesu. Mfano pia umekuwa ukiingia, unajikuta katika mahusiano ambayo si ya kudumu. Ni mtu ambaye umeolewa, unajikuta sasa hivi ninavyoongea na wewe, huyu mume uliye naye sasa hivi ni mume wa 3 au wa 4, na wewe mume, huyo mke uliye naye sasa hivi ni mke wa 3 au wa 4. Mahusiano yanavunjika mara kwa mara. Angalia historia ya familia yako, angalia historia ya ukoo wako. Ndiyo umeokoka, lakini unahitaji kuwa huru kweli kweli, kimtazamo, kimwenendo na kitabia. Unaweza ukaokoka lakini bado ukaendelea kukataliwa. Kwa nini? Umeokoka ndani, lakini nje kimwenendo na kitabia bado unakataliwa, na bado naona unakataa. Jambo lingine ni kuwa na hofu au kukata tamaa bila sababu. Unajikuta ni mtu unayekata tamaa, unajikuta ni mtu unayekuwa na hofu bila sababu.
kuna kiwango fulani unafikia katika maisha yako, ni kama umekaribia kabisa kuendelea, umekaribia kabisa kufanikiwa, lakini unajikuta unakata tamaa. Yesu ameniagiza leo nikwambie kuwa tunaenda kuvunja roho hiyo ya kukatisha tamaa. Ulikuwa ukiomba kazi, umefikia kiwango ambacho ndiko milango yako inaenda kufunguka, lakini unashangaa mara ghafla umekata tamaa. Umekuwa na hofu ya kuendelea mbele. Hizo ni roho za kukatisha tamaa na roho zinazosababisha uwe na hofu katika maisha yako. Jambo la kuzingatia ni kuwa kuokoka hakumaanishi vita imeisha. Ina maana umepewa uwezo wa kushinda vita. Haujanielewa? Ni kwamba unavyookoka sio kwamba vita imeisha kwako katika maisha yako. Hapana, bali umepewa uwezo wa kushinda vita. Umepewa uwezo wa kupita katika mifumo ya vita na kushinda. Kwa hiyo kuna tofauti kati ya kuwa kiumbe kipya kisheria na kuishi kama kiumbe kipya kimatendo. Haujanielewa? Kuna tofauti kati ya kuwa kiumbe kipya kisheria na kuishi kama kiumbe kipya kimatendo. Wana wa Israeli walivyokombolewa kutoka katika utumwa na maadui zao wakamezwa na bahari, Israeli wakavuka, lakini Israeli walikuwa huru kisheria, lakini kimatendo walikuwa bado wameshikiliwa. Ina maana ipi kwako? Kuwa unaweza ukaokoka lakini usiwe huru kimawazo, lakini usiwe huru kifikra, lakini usiwe huru kimatendo. Umeokoka ndio, lakini mwenendo wako unaonyesha kutookoka. Umeokoka, umetoka Misri, lakini bado Misri iko katika matendo yako, katika mienendo yako, katika mawazo yako. Ndiyo maana unaanza kama vile kujisikia unataka kukaa kwa mfano wa yale maisha ya mwanzo kabla hujaokoka. Na hata kwa nini haupendi kuokoka wewe unayenisikia? Ni kwa sababu umefungwa kisheria na umefungwa kimatendo. Unaangalia kuyaacha matendo. Sheria unaweza ukakubali uokoke kisheria, lakini kimatendo usiache. Ufunuo muhimu ni kuwa Mungu alikubadilisha tayari, lakini sasa unahitaji kukataa kabisa utambulisho wa zamani. Mungu amekutoa Misri tayari, lakini sasa una safari na unabidi uache utambulisho wa Misri, uishi utambulisho wa uko nako kwenda. Ishi sawa sawa na amri uliyoagiziwa kuyaishi maisha ya uzima wa milele. Kwa hiyo unahitajika kuvunja kila kifungo kinachokurudisha nyuma. Ugeuze upya nia ya ndani. Ugeuze upya mwenendo wako. Uwe nuru. Uwe huru kisheria na uwe huru kimatendo. Sheria ya roho uzima imetuweka huru, imekuweka huru. Uwe huru ndani na kimwenendo uwe huru pia. Usiishi kwa maisha ya huru wa ndani alafu kimatendo hakuna unachodhihirisha. Mtawatambua kwa matendo yao. Kuna watu wanasema wameokoka, ndio, lakini kuna mwenendo ambao bado unao, na mwenendo huo ndio unazuilia usipandishwe kiwango kingine. Bwana anakusihi mwenendo huo uweze kuacha, na vunja
kila kinachosababisha fatilize la mwenendo huo na tabia hiyo. Kuna aina za vifungo vya zamani. Zipo aina za vifungo vya zamani. Kifungo namba 1 ni vifungo vya kiroho. Hivi vifungo vya kiroho ndio vile vifungo vinavyotokana na agano la kiukoo, kifamilia, minyororo ya kizazi. Iwe ni vifungo vya kiroho. Lakini aina nyingine ni vifungo vya kiakili. Unaweza ukawa huru zidi ya vifungo vya kiroho, lakini bado ukawa na vifungo vya kiakili. Una mawazo hasi, unajiona kushindwa, unajiona kutokuendelea. Hicho ni kifungo cha kiakili. Kifungo cha 3 ni vifungo vya kimatendo. Unaweza ukawa huru kwenye vifungo zidi ya vifungo vya kiroho, ukawa huru zidi ya vifungo vya kiakili, lakini ukawa umefungwa na vifungo vya kimatendo. Tabia mbaya. Umeokoka, unaimba, umeokoka, unaingia kanisani, umeokoka, pengine hata hujaokoka, unajiona uko huru kiroho, uko huru kiakili, unajiona uko huru kiakili, lakini tabia zako ni mbaya. Yani unaimba, baada ya kuimba tabia zako, maisha yako ya sirini ni mabaya sana. Hicho ni kifungo cha kitabia, na hapa ndo shetani amewafunga watu wengi. Ameruhusu watu waokoke. Shetani amesharuhusu watu waokoke, lakini si kuishi maisha ya wokovu kamili. Shetani ashagaruhusu watu waokoke, ameruhusu watu waingie makanisani, lakini si kuishi maisha ya utakatifu, na si kuishi maisha na kuitimiza sheria ya Roho. Kwa hiyo vifungo vya kimatendo, tabia mbaya. Angalia tabia zako binti, angalia tabia zako kijana. Aina nyingine ni vifungo vya maneno. Maneno, umefungwa katika maneno. Maneno yako mwenyewe yanakufunga. Unatamka nini? Yani una asili ya vifungo vya maneno. Umenenelewa, lakini pia mwenyewe kunenelewa kule umeasilika kiasi cha wewe mwenyewe unajinenelea. Unabidi utambue ya kuwa unahitaji kuomba kwa ajili ya utambulisho wako. Unahitaji kuomba kukataa utambulisho wa zamani. Unahitaji kuomba kuvunja vifungo vya ukoo. Unahitaji kuomba kufuta historia mbaya. Unahitaji kuomba kutangaza ya kuwa wewe umekombolewa. Omba kwa mamlaka na msisitizo. Omba kwa mamlaka na msisitizo. Nirudie ombi hili ninavyoenda kuomba kwa ajili yako. Omba kwa mamlaka na msisitizo. Rudia kwa imani na ukapate kufunguliwa kwa imani. Sema: katika jina la Yesu Kristo, ninakataa kila utambulisho wa maisha yangu ya zamani. Mimi ni kiumbe kipya ndani ya Kristo. Kila mzunguko mbaya katika ukoo wangu, roho ya maskini, roho ya kushindwa, roho ya magonjwa, navunja sasa kwa jina la Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu Kristo ninafuta kila kumbukumbu mbaya inayopinga hatima yangu. Ninatangaza uhuru wangu leo. Hakuna kitu cha zamani kitakachonirudisha nyuma. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kuamini. Amen. Imekuwa kwako
katika jina la Yesu Kristo upate kupokea. Vitu vya kuacha leo. Kuna vitu inabidi uviache leo. Namba 1, acha kujitambulisha kwa historia yako. Baada ya maombi haya nimekuombea kuvunja vizuizi, kuvunja nguvu zinazokufuatilia. Acha kujitambulisha kwa historia yako, kuanza kusema kwetu sisi ni maskini. Hapana, kuanzia leo kama familia yako ni maskini, wewe uwe tajiri. Kama familia yako sio wasomi, wewe ukabati kuwa ni msomi. Kama familia yako haikuweza, Mungu anataka kupitia wewe akapate kuonyesha familia yako ya kuwa yeye anaweza mambo yote. Acha kukubali kushindwa kama kawaida. Acha kushindwa kama kawaida. Kuwa na bidii, usikubali kushindwa. Maandiko yanasema hata utakapoanguka unabidi useme kuna kuinuka tena, ukusudie neno nalo litakuwa. Ili thibitisho lazima kusudie. Kusudia kuto kushindwa hata siku moja. Usiogope kujaribu. Usiogope kujaribu, lakini usifeli kujaribu. Bora ujaribu ufeli, lakini usifeli kujaribu. Acha kurudia tabia zile zile za zamani. Acha kabisa kijana. Acha ndugu katika Kristo. Kwa hiyo hatua ya kuchukua leo, tambua eneo ambalo lina mfumo mbaya katika maisha yako. Ni eneo la kitabia, ni eneo la kifamilia, ni eneo la kifikra. Tambua eneo gani kwako wewe limekuwa na mfumo mbaya. Andika na ulipinge kwa neno la Mungu. Kataa kila siku ya kuwa mimi nimezaliwa, mimi nimekuwa kiumbe kipya katika jina la Yesu. Umekuwa kiumbe kipya, ya kale yameshakwisha kupita, yamekuwa mapya. Anza kuongea maneno mapya juu ya maisha yako. Tambua nguvu ya neno. Anza kuongea maneno mapya katika maisha yako. Anasema utakusudia neno nalo litathibitika kwako. Anza kuongea maneno ya ushindi. Anza kuongea maneno ya uhuru. Ishi maisha ya uhuru, usiishi maisha gerezani. Tamko la imani. Sema mimi ni kiumbe kipya ndani ya Kristo. Ya kale yamepita, sitatawaliwa tena na historia yangu. Ninaanza maisha mapya leo katika jina la Yesu. Rudia tamko hili la imani. Ili ni tamko la imani katika maisha yako. Ili ni tamko la imani katika siku njema leo. Sema mimi ni kiumbe kipya ndani ya Kristo. Ya kale yamepita, sitatawaliwa tena na historia yangu. Ninaanza maisha mapya leo katika jina la Yesu. Bwana akubariki na Bwana akuvushe.